heshima yako mzee wangu. Nashukuru bwana, niko vizuri. Umetulia? Nimetulia vizuri. Tumekuingilia kwenye mitaa yako kidogo. Mimi kwa mitaa yangu, ni mitaa kujidai. Mimi kama mwana Yanga, tuko wengi wana Yanga hapa. Tunashukuru Mungu tumeamka salama, tuko vizuri. Tunashukuru sana, tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kwa kuweza kufanikisha michezo ikafikia hatua nzuri mpaka mwaka tumfanikisha timu yetu kuingia 16 bora kwa uwezo wake, kwa utawala wake, akishirikiana na waziri Profesa Palamagamba Kabudi, akishirikiana na Paulo Makonda, akishirikiana na mwana Yusufu Mijuma mwana FA. Kwa kweli timu ya taifa inaelekea vizuri na timu ya taifa inakuwa nzuri zaidi. Mchezo wa jana wa Simba dhidi ya Mtibwa Sugar, ulikuwa ni mchezo wa kuvutia kiasi gani? Mchezo wa Simba jana Mtibwa Sugar, nilitarajia matokeo kama yaweze kutokea kutokana na hali ya Simba. Simba timu yao haiko vizuri zaidi, wananunua wachezaji level ya chini zaidi, uwezo wa wachezaji wao ni mdogo sana, sawa sana Mtibwa tu. Kiujumla Simba, viongozi wa Simba jitathmini, waige viongozi wa Yanga kama kina Engineer saizi. Mpira saizi atakiwa uweke pesa, mpira sio maneno wala sio ujanja. Ukiendesha mpira kwa ujanja ndio utakuja kukutana na timu mbovu kama ile. Na hata hivyo na wasi kama wana Simba timu jana imecheza vile. Je, wana mechi tarehe 23 wanacheza Sparta Tunisia, wanaenda Tunisia, itakuwaje matokeo kama Mtibwa tu wanawapa shida namna hii? Je, mechi ya kimataifa wataweza kuimprove? Wanasema kwamba Simba ikiwa kimataifa na kwa ya moto. Sio kwa makao Simba wakati kwa ya moto, kwa sababu makao Simba ina changamoto nyingi. Kwanza wachezaji wachezaji hawana, vile viongozi nao na matatizo. Wana ubinafsi fulani ambao wachezaji wao elewani nao, na kuna vurugu, yani kuna vurugu nyingi sana ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo makao mimi ninachowaambia, hata hatua kuvuka hatavuka kabisa. Na timu ya kwanza itakayofikia Tanzania, ndio mara ya kwanza Simba Sports Club imeingia makundi, itatoka bila point hata hii moja, itatoka mapema kabisa. Nasema hivyo wewe, kile ninachokwambia mimi. Ninakwambia cha mpira kabisa. Kwa nini useme hivyo? Nasema hivi kutokana na hali ya Simba kwa farini mbovu. Sababu angalia mpaka saa hizi wamecheza mechi 4, lakini hakuna hata mechi moja ambayo kutoa point hata 3. Mechi zote wamefungwa. Wampoteza mechi zote wamepotea. Mashindano ya klabu bingwa kuna timu 4. Katika timu 4 ili uweze kupata matokeo, uweze kuvuka, unatakiwa ushinde mechi yako ya nyumbani. Mechi 3 ugenini, mechi 3 nyumbani. Kwa hiyo ili uweze kupata kuvuka katika hatua hii, lazima mechi 3 za nyumbani uweze kushinda. Ushinde mechi 3 za ugenini, za nyumbani mechi moja ukashinda ugenini. Sasa Simba mpaka hatua hii sasa washapoteza mechi moja, kwa matumaini hayapo. Lakini mchezo dhidi ya Tunisia, Esperance de Tunis wanacheza nyumbani, wanacheza ugenini na kuja kucheza nyumbani. Wakishinda zote wana nafasi nzuri. Zote mbili Simba atafungwa, Tunisia atafunga hapa Taifa. Zote mbili wanafungwa. Kama uamini na kwa hivyo siku utakuja unipate, wewe uniulizie tena. Tutakupa na namba yangu ya simu. Mechi zote Simba atafungwa. Atafungwa kule, atafungwa na huku. Kwa nini useme? Timu yao mbovu. Timu hamna pale. Timu ina ujanja, timu ni mbovu, wachezaji hawajitumi, hamna chochote kinachoendelea sasa hivi. Shida ipo wapi kwa Simba pale? Simba ni bosi wao Mohamed Tabari ndio mwenye shida. Anakumbatia viongozi ambao yani atakufuta timu keke ifanya yeye. Sawa. Changamoto kubwa ni Simba ni hiyo. Kiongozi wa Mohamed Tabari ndio mwenye tatizo. Anunue wachezaji wa level ya juu, anunue wachezaji wa bei ya kawaida na wa kawaida zaidi yani. Wakina Mpanzu wale wachezaji wa kawaida. Wachezaji wa kawaida sana Mpanzu. Mfano mmoja kaka. Hivi Simba anacheza klabu bingwa, leo kumna Kibambage ambao Yanga hangaiki naye. Wote kwa klabu bingwa walifunga nani? Na kati Yanga wanafikiria kuna mchezaji bora zaidi ili wacheze klabu bingwa. Klabu bingwa tucheza kwa kutumia Mpanzu ya kawaida, wachezaji wote wote wachezaji wa kawaida. So unachukua Libase Guaye. Bado yule tena bado mchezaji mmoja anafanya nini kwenye timu kubwa kama ile? Kuja kuweka muunganiko na kinaenea Mpanzu. Hapana, jana umeangalia mpira ucheze mchezaji kawaida kabisa. Mchezaji anapokuja kwenye timu lazima apewe muda, aweze kwenda kuzoeana na wenzie na zoe mfumo wa kocha. Kwa hiyo mchezaji kaja juzi hivi akaperform ukamuona uwezo wake. Hiyo ni ngumu sana hiyo. Kwa Simba atafungwa kuna huko kote atafungwa. Na mwaka anatoka mapema kabisa kwenye klabu. Lakini Simba kutokana na haya matokeo wanapoteza mvuto wa upinzani na Young Africans. Mkubwa sana tena, sijaribu kabisa kukutana na sisi yani. Tukamana kule Zanzibar walikimbia mapinduzi. Walivyoona tukutana na Yanga wakajifunisha kwa Azam, sisi na Azam tukawafunga. Hawana timu kupambana na Yanga, lakini Azam naye mlichomoka naye kwa ugumu sana. Azam kidogo mimi nasema dabi ya Simba na Yanga imepotea. Dabi sasa iko Azam na Yanga.
Simba na Yanga dabi imepotea. Sababu kama timu inaifunga mara 6 mfululizo, sasa kuna dabi tena, kuna ushindani tena. Mara 6 mfululizo watu wanafungwa, kuna ushindani tena 6. Hakuna. Kwa sisi dabi yetu ni Azam, sio Simba tena. Kwa watu wa Simba wajitathmini. Kwa hiyo kwa nini hali mbaya zaidi, timu pale hamna. Leo ameanza kumsema Mangungu. Mangungu anasema anamuonea tu kwa wao Dina Mohamed. Kama Mangungu ni mwenyekiti tu wa Simba. Ajui anakula nini, ajui wachezaji wanakula nini, wachezaji wanavaa kitu gani, wanakaa hoteli gani, yeye Mangungu ajui. Na katiba ya Simba anasema hivi, kio mwenyekiti wa klabu ya Simba, yeye kazi yake moja tu. Kazi gani? Kufungua kikao na kufunga. Hana mamlaka kununua mchezaji wala kujua mchezaji atakula nini, mchezaji atavaa nini, kambi itawekwa vipi, timu hajui hicho chochote kile. Yaani kwa kama nani tuboche nifanye kawekwa pale. Baadhi mashabiki hawajui katiba vizuri. Hawajui. Na lingine anasema hivi, mbona utajiri wa Mohamed Simba yuko anafanya vibaya onekani? Ila Simba ikishaingia kwa finali yeye ndio anaonekana. Kwa kuna ujanja huko pale mwingi sana. Kwa ajili na utajiri wao Mohamed anaharibu timu. Pengine Mondo ambaye anaharibu timu ya Simba. Ndio Mohamed anaharibu timu ya Simba. Wao hawajui hilo swala. Anacheza fitina pale klabu kuonekana kama Mangungu anani. Kama Mangungu ashiki hela hata shilingi 100 ya usajili. Usajili yote anafanya Mohamed. Sasa Mangungu bovu wake nini? Mangungu anafunga kukao na kufunga. Wewe bovu wake nini Mangungu? Leo unapangilia sana. Leo kuna mchezo dhidi ya Mashujaa Young Africans. Pengine unatamani Yanga ingine mpango kazi gani? Mpango kazi ya leo Yanga ni kushinda tu. Hamna swali lingine sababu Mashujaa ni timu tunaifahamu, lakini si na timu sisi mkubwa, inakuwa ni wachezaji wote mkubwa kwa muda wote. Leo tunashinda kuanzia goli 2 kuendelea juu. Si hatuna mechi ya kuonga. Tunashinda 2 kwenda juu, kuanzia 2 kwenda juu. Sasa hapo hamjacheza. Mkicheza itakuwaje kwa wengine? Sasa tunataka kutukana viongozi kweli? Nani hao? Simba hawezi kutukana viongozi wetu sisi. Viongozi wao mkishinda Young Africans wote watukana sasa sababu viongozi hawana. Lazima watukane viongozi hawana, timu inafanya vibaya. Ndio maana mwaka huu jezi ya Simba ndio shilingi 12,000 kwa sababu ili utengeneze jezi timu inatakiwa ipate matokeo ishinde ili jezi uuze. Hakuna mshabiki atakayenunua jezi kama timu inafanya vibaya. Hayupo mshabiki anaweza kununua jezi timu ikifanya vibaya. Anataka timu performance nzuri ndio ananunua. Watu wanunua jezi. Kwa maana una jezi ya Yanga sasa hivi mpaka 50,000, 100,000. Afu na kumbukumbu moja, kuna jezi moja Yanga ilifika mpaka Ujerumani. Kuna jezi moja Yanga ilifika mpaka Uturuki, jezi moja Yanga ilifika mpaka China. Huyo nani anambana peleka? Hizo watu wanatuangalia kwa mtandao wanazipenda, wao wanapenda jezi Yanga wanapeleka wanaondoka nayo. Inaondoka wale watu wanunua, inatumwa na ndege inaenda kwa Ulaya. Zimeenda mbali sana sababu watu wanaipenda ile timu, inafanya vizuri, timu nzuri. Kuna tukio moja ambalo mimi nimeliona, baadhi ya nikapitia comment engineer alimfuataga Aisha Speed, nadhani unamjua yule mwana mitandao maarufu Aisha Speed, akamwambia kuhusiana vipi Tanzania. Alimfuata kabisa akaongea vipi kuhusu Tanzania, akamwambia soon inakuja Tanzania. Sawa, baadhi ya comment nikipitia pale wengi wanamsema vibaya sana engineer Hersi, kama anajishobokesha mara nini, lakini kitafsiri ni kama anatakia maendeleo mazuri sana Tanzania. Ile kiu ya baadhi ya mashabiki wengi kumuona Aisha Speed akiingizana hapa mchini, pengine engineer ameiangalia na akaona iwasilishe pale. Una kipi cha kuzungumza nao mashabiki ambao wamekuwa wakimwataka sana engineer Hersi? Engineer Hersi kwanza ni mtu mwenye akili kubwa sana, ni mtu ambaye mwenye mafanikio makubwa kwenye mpira, ni mtu ambaye mwenye mono wa mbali. Kwa mimi nawashauri tu mashabiki wanapiga kelele waache engineer afanye kazi yake inavyotakiwa, sababu engineer ni mtu ambaye anatumia akili nyingi sana kwenye football ili mpira wa Tanzania ufike mbali. Ndio kama na engineer alikwenda kafu kugombana nafasi ya mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sawa, walipanda viongozi wengi sana. Pana viongozi wengi sana. Lakini alipofikia hatua yeye alipokuja kuongea, ameongea maneno machache yenye pointi na watu wakampigia kula, alipata kula 99 kasoro moja tuliharibika. Kwa hiyo vilabu barani Afrika vyote wakiwa National Ahli, wakiwa Piramidi, wakiwa Mamelodi Sundowns, wote hao kina nani wote kina Kaizer Chiefs wote hao. Yaani nani wenye vitu vya vilabu barani Afrika wote wale. Wanani wote walikuwepo. Kwa hiyo engineer akaona ana akili na kama kupigia kula au mwenyekiti wa vilabu. Sasa huyo anaongea huyo nani? Mtu wa kawaida labda ana njanja zake na shida zake, labda anakuwa na wivu fulani. Na wivu utakika katika maendeleo.
Mwache mtafanya maendeleo, maisha yaendelee. Sawa? Yeye anaipenda nani? Alafu vile vile akae kujua engineer ni nani, ni mtendaji wa CAF. Alafu engineer ni nani? Mjumbe wa CAF, mjumbe wa FIFA. Huyo engineer. Sasa vile vyote alivipataje? Na kule wako wazungu. Kwa hiyo mtu achana naye, yule mtu ana akili nyingi sana kuendesha mpira. Na ndio yule anapa shida Simba. Simba na viongozi wengi sana kuanzia Mohamed, Mangungu, Chageli, kuna Magoli, wote hao kina Kaduguda, wote kina Salo, wote wanamshinda engineer huyu mmoja. Anawavuruga wote wale kwa mtu mmoja. Unajua kwa mtu ana akili nyingi. Viongozi wa Simba mpaka leo wanalalamika, wajua wafanye kitu gani? Sababu yule mtu anawavuruga, mtu mmoja anawafungua viongozi wote wa Simba engineer. Ndio wapata naye shida. Kwa sababu kwanza ni head coach, ni kocha wa mpira. Anaweza mchezaji anaangalia kwa muda mfupi tu, anamwangalia mchezaji akiona anafaa anamfuata mwenyewe. Mfano mmoja, Simba walimwangalia ni Wanga, walimwangalia nani Okelo. Wamemwangalia kwa kumwongelea maneno mengi. Hichi inachoona akisema mimi namhitaji mchezaji, kapanda ndege akaenda kule. Kaenda kautana klabu, ameongea naye namtaka mchezaji. Wamekubaliana bei, kijana kaangalia basi inafaa, atoka akasaini mkataba kaja Yanga. Sawa, achana na hiyo, alienda kwa Aziz Ki hivyo. Simba akamtaka Aziz Ki, yeye akaenda mmoja akaenda kununua Aziz Ki kamleta, kwani kiongozi ambaye mwenye maono, ni kiongozi mwenye akili nyingi sana. Msimfanisha kiongozi yote wa mpira hapa Tanzania kwa viongozi wetu wajanja. Yule ni kiongozi wa mpira. Na mpira wetu utakuwa kupitia yule mtu. Kwa hiyo watu walifahamu hilo. Neno moja kwa mashabiki wa Yanga Africans kuelekea mchezo leo. Naambia mashabiki wa Dar es Salaam Yanga Africans, twendeni uwanjani kashangilie. Yanga anashinda kwanza goli 2 na kwenda mbele. Hakuna cha kusumbua, mpira safi, wenye kiwango, uongozi mzuri, madhubuti, hakuna ujanja, mpira mwingi tena, tunapiga mpira mwingi. Ball position ya kuzidi, pasi na kuzidi. Sababu tuna quality players sisi, wachezaji wenye uwezo mkubwa, wenye energy kubwa kabisa, hamna tatizo lolote ile. Tuna beki sisi wa timu ya taifa. Dickson Jobu, Ibrahim Baka, Ashabalala, huku kuna mtu mmoja anaitwa Aniki Bana Shomari. Kwa hiyo timu tunayo nzuri ya kutosha. Kwa hiyo watu wa mashabiki Yanga twendeni uwanjani tukachukua na pointi 3 na mwaka unakwambia mwandishi habari. Sisi ndio mabingwa wa mwaka, hakuna bingwa zaidi ya Yanga. Tutachukua bingwa hata mara 10 wakileta ujanja wao. Sasa timu tunao, tuna viongozi, tuna pesa, tuna mipango, tuna kila kitu katika nchi. Kwa hiyo lazima lifahamu hilo. Shukrani sana. Sasa